لائك إن لي قلبا مشوقا لا يروم سواك وبحق جاحك إنني بك مغرم والله يعلم أنني أحواك أنت الذي لما توسل آدم بك فاز وهو أباك. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله تعالى في محكم كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا على حبيبكم. Mashekhe, shekhe wa mkoa, shekhe wa wilaya ya Tabora na mashekhe wote ambao mmefika katika eneo hili, awali yoyote kabisa namshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kumaliza maulidi hii ya Simtu Duraru. Nimesimama mbele yenu kwa lengo moja tu, niweze kuyaeleza maulidi haya kwa ufupi kabisa. Maulidi haya ya Simtu Duraru ambayo tumeyasoma hapa tuliyapewa kwa njia ya ijaza kwa Asharif Sayyid Jaafar As-Sadiq bin Sharif Muhammad Sayyid Al-Bidh. Tuliyapokea maulidi haya kwa njia ya ijaza kutoka kwa Sharif Saidi kwa Sayyid Jaafar As-Sadiq, lakini pia yeye aliyapokea haya kwa njia ya ijaza kutoka kwa baba yake al-Imam Rahil Sharif Muhammad bin Sharif As-Saidi bin Sharif Abdullah Al-Bidh. Lakini pia al-Imam Rahili kayapokea maulidi haya kutoka kwa baba yake pia ambaye ni Sharif Saidi. Sharif Saidi kayapokea maulidi haya kwa njia hiyo hiyo ya ijaza kutoka kwa baba yake Sharif Abdullah. Sharif Abdullah aliyapokea maulidi haya kutoka kwa mkulu wake kwa njia ya ijaza, mkulu wake ambao kwamba ni Habib Saleh bin Jamal al-Layl. Habib Saleh yeye aliyapokea maulidi haya kutoka moja kwa moja kwa al-Imam Ali al-Habshi. Mwanzilishi wa maulidi haya ni mwenyewe Ali al-Habshi ambaye yuko katika mji wa Hadhramaut, maeneo ya Siyuni huko, ndo kafia huko. Walivyoonana na Habib Saleh kupeana maulidi haya, kwanza kabisa walikuwa na urafiki, walikuwa na alaka ya kiurafiki. Urafiki wao ulikuwa ni wa kikarama, hawajawahi kukutana kimwili hivi, yani hisa tuseme, ile hisa moja kwa moja hawajawahi kukutana, lakini kikaramati walikutana, walikuwa kitembeleana kikaramati. Kwa hivyo hata kuyapata Habib Saleh maulidi haya kutoka kwa Ali al-Habshi ameyapata kwa njia ya ijaza, wala Ali al-Habshi hakutoka Siyuni kwenda Lamu kwa Habib Saleh kwa ajili ya kwenda kumkabidhi haya, lakini walipeana kwa njia ya ijaza. Lakini Habib Saleh alivyoyapata maulidi haya moja kwa moja akampa mkulu wake
Nasema mkulu wake kwa sababu Sharif Abdallah ndiye aliyooa Hababa Nuri, ambaye huyu Hababa Nuri ndiyo mtoto wa Habib Saleh wa kwanza na ndo alochukua siri nyingi sana za babake. Kwa hivyo aliolewa na Sharif Abdallah. Kwa hivyo maulidi haya katoka hivyo kama tulivyoeleza. Inshallah huu ndo kwa haraka haraka namna tulivyoyapokea maulidi haya kwa njia ya ijaza. Ijaza ni kule kujuzishwa kitu, kupewa kama kibali cha matumizi ya hichi kitu. Kwa hivyo tuliyapokea haya kwa njia hivyo. Kwa hiyo na sisi tunapata ruhusa ya kuyatumia kwa wenyewe walituruhusu. Mkusanyiko huu ndugu zangu, kabla sijarudisha maiki hii, ni mkusanyiko wa maulidi ya kiufupi ni kumtakia rehma na amani bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kumfurahikia bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Mwenyezi Mungu ndo maana nikatanguliza aya katika Qur'ani. Mwenyezi Mungu anasema qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidhalika falyafrahu. Sema ama waambie bi fadlillahi, qul bi fadlillahi, kwa kupitia fadhila ama kwa fadhila za Mwenyezi Mungu, wa bi rahmatihi, na kwa rehema zake, fabidhalika falyafrahu, kwa hizo fadhila na rehema za Mwenyezi Mungu basi ni wazifurahikie hizo. Sasa hii Qur'ani ilivyo yufasiru ba'dhuhu ba'dha, baadhi nyingine inaitafsiri baadhi nyingine. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipokuja akasema kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu, tuache pote huko tuje kwenye hii neno wa birahmatihi. Hii birahmatihi kuonyesha kwamba ni mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ambaye Mwenyezi Mungu katuamrisha tumfurahikie. Katika aya nyingine ambayo kwamba inaitafsiri aya hii ni pale Mwenyezi Mungu aliposema wama arsalnaka illa rahmatal lilalamin, wama arsalnaka illa rahmatal lilalamin. Kwa hivyo tafsiri bora ni hii ya Qur'ani yenyewe ilivyotafsiri kwamba rehma hapa kukusudiwa kwamba ni yeye bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ni rehma alokusudiwa ni hii aya. Lakini pia kuna hadithi ambayo kwamba yeye mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anakuonyesha ukubwa lugha ya Qur'ani kwamba ni pana. Mwenyezi Mungu aliposema kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidhalika, ingekuja bora zaidi fabidhalikuma. Lakini kwa nini fabidhalika? Manake aliposema fabidhalika ni kuonyesha kila, yani rehma ifurahikiwe kivyake na fadhila nayo ifurahikiwe kivyake. Aliposema kul bifadlillahi hajasema wa birahmati, akaendelea wa birahmatihi. Kwa hivyo hata jawabu lake likaja fabidhalika falyafrahu, hajasema fabidhalikuma. Lakini katika qiraa nyingine, na qiraa wanajua makuraa hapa ni mutawatir, katika qiraa nyingine imekuja falitafrahu. Sasa falitafrahu katika lugha ni kwamba ukiambiwa kum simama ni simama kisha uketi lakini ukiambiwa takum simama kisha na uendelee, yani ile kule kusimama lakini kisha na uendelee. Kwa hivyo kiraa nyingine ilokuja kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidhalika falitafrahu, manake endeleeni kufurahikia hizo. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaja pia akasema inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Sitaki kwenda sana huko, nafasi hizi ni za mashekhe, mimi sio shekhe, mimi ni mwanafunzi. Kama mlivyoona sijakaa hata huko, niko huku na wanafunzi, mashekhe wapo kule. Kwa hivyo
Mashekhe nilipopatia basi niombeeni Mwenyezi Mungu, nilipopakosea kwenye historia hii pengine kuna ambao wanajua zaidi historia hii nilivyoeleza ya ijaza, basi wataniregebesha huko. Inshallah nirudishe maiki hii kwa muendesha ratiba Sheikh Said Zuberi, yeye ndo atajua nini ndo kinachoendelea. Kwa haya machache, wal afwa minkum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.